DW. Maoni. Na mpenzi msikilizaji, kama ambavyo umesikia kwa Rashid hapo na mwenzetu Sylvia na wenzetu walioko huko Tanzania, Zanzibar na Dodoma, uchaguzi wa Tanzania unaweza kutajwa kwamba umemalizika angalau katika hatua yake hii. Matokeo yametangazwa pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano. Upande wa Zanzibar tayari hivi leo Hussein Ali Mwinyi wa CCM amerejea madarakani wa kuapishwa kuhudumu muhula wake wa pili. Upande wa Tanzania bara kwa maana Muungano, Samia Suluhu Hassan amekabidhiwa rasmi hati ya kuwa mshindi wa 98% kwa uchaguzi ambao ulifanyika hapo Oktoba 29, katikati ya ripoti za machafuko, maandamano na hata yakitajwa mauaji katika taifa hilo la Afrika Mashariki ambalo kawaida lilitegemewa na kuwa sehemu ya kitovu kikuu cha amani katika ukanda huo. Maoni mbele ya meza ya duara leo inaangazia kipi ni kipi, mustakbali ni upi, hofu ni zipi, matarajio ni yepi kwa utawala ambao unaanza sasa baada ya yote haya ambayo yamejiri. Tunaungana na waandishi na wachambuzi wetu ndani na nje ya Tanzania. Kwa sasa kwa laini ya simu tunaye Asbat Ngurumo. Huyu ni mwandishi mkongwe wa habari kutokea Tanzania na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kwa hasa huko nchini Sweden. Na pia tutaungana na Dr. Bulendo akiwa makao makuu ya nchi Dodoma, ambaye muda punde uliopita Rashid alizungumza naye kuhusu yanaendelea huko. Tutarajia pia kuwapata kutoka Dar es Salaam Lavle wa Katare na pia Salim Said Salim akiwa Zanzibar. Karibuni sana kabisa Dr. Bulendo na Asbat Ngurumo kwenye maoni mbele ya meza duara. Asante sana Mohamed. Naam, tuanze wasemavu wa Swahili mwiba uchome yako na ndiko utoke yako. Dodoma makao makuu ya nchi, ukiwapo hapo Dr. Bulendo, umeripoti muda mfupi uliopita kupitia mahojiano yako na Rashid hapa kwamba tayari matangazo yametolewa, tayari mshindi ametangazwa na sasa mnasubiri hapo hotuba na vitu vingine kama hivyo ikiwa zatokezea. Hebu tupe kwa mukhtasari kabisa uchaguzi huu, ukiwa pia mwandishi wa siku nyingi na mchambuzi, kwendaje kwa tathmini yako? Mohamed, kwa bahati mbaya uchaguzi wa safari hii umekuja kuharibika mwishoni. Ulianza vizuri kwa maana ya kampeni za uchaguzi, ukaenda vizuri kabisa kwa maana ya ufungaji wa kampeni za uchaguzi, lakini siku ya kupiga kura tulianza vizuri pamoja na uchache mkubwa wa watu ambao kutarajiwa katika vituo vya kupigia kura. Hali ikaharibika ilipofika saa 5 asubuhi mara tu baada ya hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan. Mara baada ya kupiga kura tukaanza kupokea ripoti kutoka maeneo tofauti tofauti nchini Tanzania. Kumekuwa na maandamano ya vijana na watu wengine mabarabarani wakiupinga uchaguzi huu, na tukashuhudia nguvu kubwa kabisa kutumika katika baadhi ya maeneo na vikosi vya polisi nchini Tanzania, hali ambayo ilisababisha pia ripoti ya baadhi ya watu kupoteza maisha, na uharibifu mkubwa umefanyika hususan katika jiji la Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na maeneo kama Kyela, Kahama mkoani Shinyanga. Pia ikatokea uharibifu mkubwa, kitu ambacho hatujashuhudia katika upande wa Jamhuri ya Muungano, upande wa Tanzania bara tangu kuanza kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1995 kwa tathmini ya awali. Mohamed Halef. Naam, asante Dr. Bulendo. Nitakuja wako bila shaka muda mfupi ujao, lakini Aspat Ngurumo, umekuwa ukiandika na kuchambua sana kuhusu sasa kwenu Tanzania, na kama ambavyo sema Doto hapa kwamba Tanzania, nchi yako haikutarajiwa hata katika ndoto kwamba kuna siku ingekuwa katika hali ilivyo. Kipi kilikwenda sivyo mpaka hali ikafikia hapa? Asante sana. Kwanza kabla sijazungumza, naomba nikiri kwamba sikuweza kuona haya yakitokea. Yaani sikuwa nimeyaona kabla. Katika harakati zangu za uchambuzi sikuwa nafikiria Tanzania tumefika hatua hii. Nilijua tutafika siku moja, lakini sikujua ingekuwa kasi hii, kwa kasi hii na kwa aina hii. Na ndio maana hata nilipokuwa nasikia watu wanasema watazuia uchaguzi, nilikuwa nawashangaa. Kwa kweli inabidi nikiri kwamba mimi sikuwa sahihi, wao walikuwa sahihi. Lakini sasa katika haya yote yalijitokeza, nimesikia nafuatilia taarifa zinazotoka Dar es Salaam, Dodoma na kwingine, nimesikia na ndugu yangu Dr. Bulendo anazungumza, nasikia wameshatangaza hata matokeo. Ndugu yangu, hiki ni kituko. Yaani hata kama tutajaribu kukipamba, kukiweka katika muktadha ambao wanataka wengine, hao wanaotaka madaraka, hiki ni kituko. Kwa sababu hebu jiulize, sote tulishuhudia uchaguzi huu
ulikuwa ndio watu wanaanza kupiga kura kwa uchache sana, kama alivyosema Dr. Bulendo, na hawakupiga kura, walipiga wachache sana mwanzoni, na baada ya kuanzia saa 5 saa 6 hivi hawakwenda tena. Tumeshuhudia kwenye baadhi ya vituo wasimamizi wa kura wanapiga kura wenyewe, wanatiki. Ziko mtandaoni tunaona. Na tunafahamu katika hali hii maana yake hawakwenda, hata mawakala hawakuwepo tena vituoni. Na tumeona vituo vinavunjwa. Na katika hali hii ya maandamano haya ya Gen Z, kwa kweli, na moto na mawe na risasi na kila kitu, katika hali ya kawaida, unawezaje kudiriki kusema Chama cha Mapinduzi kimepata kura milioni 32? Kimezipata wapi? Yaani katika hali ya kawaida, hata ungetaka kuhadaa umma, ungesema walau hata zimepatikana milioni walau 2 za watu wachache waliokuwa wamekwenda kupiga kura. Walau. Yaani unataka kudanganya Watanzania kama kuna walau wachache walipiga kura. Lakini Ansbat Watanzania hawa kabla hapo kidogo, kuhusu mahesabu, manake tume kabla ilitangaza kwamba walioandikishwa ni takriban milioni 37, na ikiwa milioni 32 ndio ambao wametajwa leo kwamba wamempigia kura Rais Samia, manake hapo katikati yake pana hesabu ya angalau milioni 5 ambao hawakwenda vituoni. Pengine inawezekana ndio hao ambao unawataja wewe kwamba hawakwenda vituoni. Lakini mimi naangalia hapa kwa common sense tu ya hali halisi ya Tanzania. CCM yenyewe kama chama tawala hakina wanachama 32 milioni, hakina. Watanzania kwa wingi hawakwenda. Wengine kwa sababu waligoma tangu awali, wengine kwa sababu ya maandamano hawakwenda. Hawa 32 milioni ni Watanzania, ni Wakenya, ni Warundi, ni Wanyarwanda, ni wa nchi gani hawa? Yaani hii ni hada. Ndio maana nimesema katika mzunguko wa duara huu tunaozungumza, ni vizuri hili jambo tulione kwamba ni kituko cha kitaifa na kinaaibisha taifa, na hata hakileti uhalali wa wale ambao wametangaza sasa hivi kwamba wameshinda. Yaani Watanzania wale wako barabarani wanakukataa, alafu wewe unawaambia nyie milioni 98 mmenichagua. Ni wapi? Nashindwa kuelewa tuanzie wapi. Naam. Wapi pa kuanzia ndio swala ambalo unaliuliza, na bila shaka ndio swala kubwa pia katika maoni hii mbele ya meza duara, kwamba kipi kinafuatia baada ya hapa. Wakati tukisubiri wenzetu walioko Zanzibar kupatikana, nitarudi kwako Dr. Bulendo. Pa kuanzia hapa. Baada ya yote, Tanzania ni taifa kubwa katika Afrika Mashariki, limekuwa na uzoefu wa miaka mingi wa utulivu na mshikamano wa kitaifa. Linapaswa baada ya yote pengine kuja pamoja. Hasa wapi pa kuanzia baada ya yote haya, ndio swala ambalo nitalipeleka kwako pia Dr. Bulendo kusaidiana na ambacho wakiuliza hapa pia Ansbat Ngurumo. Unadhani kwamba baada ya matomotomo yote ambayo yanatajwa, iwe ya kweli iwe si ya kweli, lakini taifa limepasuka bila shaka, taifa linataka kutibiwa, linataka kuponywa, wapi taifa unadhani kwamba linapaswa kuanzia? Kwanza ni mgombea kupitia Chama cha Mapinduzi Samia Suluhu Hassan, wakati ana hotuba yake ya kuanza kampeni, alisema akimaliza uchaguzi ataitisha ndani ya siku 100 ataitisha kamati na wataanza shughuli za maridhiano. Na alisema hatukutarajia kama hali itakuwa mbaya kiasi hiki, mbali imekuwa mbaya. Kumekuwa kuna matukio mengi mabaya. Pa kuanzia ni kwamba taifa sasa hivi haitakiwi kupuuzwa sauti za watu ambao walikuwa wanapiga kelele. Kama zitapuuzwa sauti za hao waliokuwa wanapiga kelele kwamba hawakubaliani na mfumo wa uchaguzi, tunaweza tukatengeneza tatizo kubwa sana nchini Tanzania. Pa kuanzia ni vizuri watu wakaenda kuzungumza kwa sasa. Kutunishiana misuri katika taifa hili hakutatutoa hapa. Tunahitaji kuzungumza, kutibu makovu makubwa ambayo yamejitokeza kuanzia siku ya Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Tunahitaji kuzungumza, Mohamed. Pa kuanzia mimi nasema tuzungumze mapema, tuweze kukubaliana kwamba Tanzania ni nchi yetu sote. Hakuna kundi linalomiliki nchi hii, bali ni kila mtu ana nafasi katika taifa hili. Kuzungumza, nimeambiwa hapa Lovely Lokatare, mchambuzi wa siasa akiwa Dar es Salaam Tanzania, ameungana nasi. Lovely, tupo? Nipo kaka Mohamed, habari ya leo? Tunashukuru, asante kuungana nasi. Tumeshaanza muda kitambo kidogo, lakini nadhani umemsikia hapo Dr. Bulendo akisema, akijibu swali kwamba tuanzie wapi baada ya matomotomo yote ambayo yametokezea ripotiwa kwa uchaguzi huu ambao umemalizika na matokeo kutangazwa, akisema kwamba taifa linapaswa kuzungumza, taifa linapaswa kuja pamoja kuyatibu ambayo yametokezea. Lakini swali linakuja kwamba
kuzungumza kunaanzia wapi baada ya mishare yote ambayo mmechomana? Ndio, asante kwa mahojiano haya. Kwa kweli ni kipindi ambacho kinatafakarisha. Hapa nchini Tanzania bado tuko kwenye sintofahamu kubwa, especially kwamba hatujasikia moja kwa moja viongozi wetu wanaleta mwafaka gani. Kwa hiyo bado tunapata wakati mgumu kufahamu wapi itaanzia, lakini nadhani kwa mara ya mwisho tumemwona amekuja mkuu wa jeshi la wananchi, na ametuahidi kwamba wao kama jeshi wanafanya kazi pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kurejesha hali ya amani. Kwa hiyo hilo ndio tunalitarajia. Kwanza amani irejeshwe, ndio kitu cha kwanza. Sasa amani inarejeshwaje? Kama alivyokwisha changia mchangiaji aliyepita Doto, kwamba kuna haja kabisa ya maridhiano, kukaa chini na zile sauti za wananchi wote kwa kweli zisikilizwe. Nchi yetu haimilikiwi na kundi moja tu la watu ama Chama cha Mapinduzi peke yake. Ni muhimu sana makundi mengine, hasa vijana, yakasikilizwa, kwa sababu vijana ndio wamekuwa mstari wa mbele kuonyesha hisia zao za kutokuridhishwa na mienendo ya serikali, lakini pia uchaguzi kwa ujumla. Kwa hizi sauti zisipuzwe, na tunatumaini kwamba nchi yetu itafunguka, kwa sababu mpaka hivi sasa bado tuko kwenye kama tumefungiwa hivi, hakuna shughuli zinazoendelea, bei za vitu zimeanza kupanda, mafuta yameanza kukosekana. Yote haya yanahitaji mwafaka wa upesi. Kwa tunatumaini kwa sababu kiongozi wa mwisho wa kitaifa ambaye ametoa tamko ni Kamanda Mkumbo. Kwa tunatarajia kwamba hizi ni kama vile ripple effect za yaliyotokea, basi zitaweza kusuluhishwa, maisha yatarudi. Kwa sababu wakiendelea na hii hali, sijui ni mpaka lini tutaweza kufunguliwa, pataweza kuzalishwa masuala mengine kama uhalifu, vikundi kwanza kupigania chakula, vitu ambavyo kwa kweli havijawahi kutokea kwenye nchi yetu, na tunasikitika sana kwamba vinatokana kwa sababu ya uchaguzi ambao ungeweza kuwa kuratibiwa kwa namna ya tofauti na kuepusha yote yasitokee. Naam, asante Lava Lusare kwa kutupa mchoro wapi wanapodhani kwamba mambo yaanze, kuwasikiliza vijana ambao wameonyesha hasira zao katika uchaguzi huu, na pia kuangalia namna ambavyo usalama unaweza kurejeshwa kabla ya mingine yote kuanza. Nimeambiwa hapa kutoka Zanzibar mwandishi wetu mkongwe na mchambuzi Salim Said ameungana nasi. Salim Said, karibu kwenye maoni mbele ya meza duara. Asante sana. Naam. Tulishaanza kitambo kidogo, bahati mbaya tulichelewa kupata, lakini hatujagusa swala la Zanzibar ambako ndiko uliko na ndicho kitovu cha miongoni ya mjadala wetu hivi leo. Tuelezee hapo Zanzibar leo Hussein Mwinyi wa CCM ameapishwa tena kuhudumu kwa muhula wake wa pili. Tayari chama kikuu cha upinzani ACT Wazalendo kilishasema kwamba hakiyatambui matokeo haya. Kwa hivyo kile ambacho kinaitwa mpasuko wa Zanzibar umerudi upya. Nini kinatokezea hivi sasa kuhusu mpasuko huu? Kwa kweli hali ni kimya, lakini ukichunguza unakuta kwamba ilipo joto linazunguka. Na zaidi ilitokea jana baada ya vyombo vya habari vya serikali ya Zanzibar, radio na runinga, na kimoja cha Dar es Salaam ITV kusema kwamba Omo, yani Sheikh Othman, mgombea kwa kiti cha ACT, amekubali matokeo. Hiyo ilileta taharuki, watu wakasema ilikuwaje, kwa sababu wapinzani wa ACT wanaamini moja kwa moja kwamba haki haikutendeka, na kwamba wengi wanasema, na mimi kwa kweli sijaona kura kuhesabiwa pale popote pale, na nimezungumza na mawakala wengi wanasema walitolewa katika vyumba, kwa hivyo wao hawana habari ya hesabu na wala hawakuridhisha ni matokeo ya baadhi ya maeneo. Hayo ndio madai yao. Na pia kumekuwa na madai kwamba idadi ya wapiga kura, kwa mfano kama jimbo la Wingwi, kawaida ni katika chaguzi zote ni watu 10,012 mwisho, lakini katika safari hii zimefika 26,000, ambacho wengi wataalamu wanasema kiwango cha kukua kwa watu kwa namna hiyo ni cha kustajabisha. Kwa ufupi, hali ni joto, na baya zaidi ni kwamba
katika baadhi ya maeneo na mimi nimeshuhudia, kama Michenzani kwenye kituo maarufu kinaitwa Commonwealth cha wapinzani, kuna miti wamepanda pale ya mikungu, imestawi, imekwenda imekatwa, meza zao za biashara zimevunjwa. Sasa hii inakuza uhasama, na tayari joto ni kali. Vitu kama hivi vinaweza kufanya mpasuko kuwa mkubwa zaidi. Nini kitatokea ni tabu kutabiri, lakini ukweli ni kwamba hali ya kisiasa Zanzibar ni tete, japokuwa kuna amani kutokana na watu kukaa kimya na ACT kuwaomba wanachama wao kukaa kimya, lakini kwa kweli kutahitaji diplomasia ya hali ya juu sana kurejesha Zanzibar katika amani ya kweli. Amani ya maneno ipo, lakini amani hasa ya kudumu kwa kweli itaelekea ni mtihani mkubwa kwa Zanzibar hivi sasa. Vizuri umetaja neno diplomasia inayohitajika. Ukichukulia uzoefu wa chaguzi kadhaa ambazo zimepita huko Zanzibar, zikiwa na matokeo haya ambayo tunayazungumzia hivi leo na matokeo yake katika siku zilizotangulia, kukaanzishwa muundo wa serikali ya umoja wa kitaifa ili kukwamua mikwamo kama hii. Je, unadhani Salim Said kwamba hiki cha kuundwa serikali ya umoja wa kitaifa baada ya yote ambayo ametokezea kinawezekana baada ya uchaguzi huu? Naona hali ni ngumu zaidi kuliko uchaguzi zilizopita, kwa sababu ACT walikuwa kilalamika toka mwanzo kwamba kilichobadilika alikuwa ni lile josho punda kuchukua mizigo ni yule, kwa sababu ni mkurugenzi wa uchaguzi, kwamba alioshughulikia uchaguzi uliopita ndio yule na alionyesha kutokubali. Lakini la pili ni kwamba kura mapema toka mwanzo wamelalamikia, na ukitizama clip zinazorushwa sio na watu wa hapa tu, na vituo mbalimbali unakuta hasa askari wengi sana wamevamia kituo, na kweli na mimi nimeona, na kumekuwa na taarifa kwamba kura zilikuwa zinagaiwa vichochoroni. Hiyo ni jambo ambalo limezidisha kuto kuaminiana, na jambo baya zaidi kwa Zanzibar ni kwamba ukisikiliza maneno ya upande wa ACT wanasema kwamba kilichokubaliwa katika maridhiano sicho kilichoendelea mpaka siku ya uchaguzi, na shutuma hizi zimetolewa katika mikutano ya kampeni. Lakini kwa upande wa pili wa CCM au serikali ya mapinduzi Zanzibar hazikujibiwa shutuma hizi. Sasa sijui wapi wataanzia, kama katikati, mwisho. Kwa kweli kudra Mwenyezi Mungu ndio itasaidia tu, lakini kwa diplomasia itakuwa ni ngumu sana, na hasa ukitilia maanani kwamba wanachama wengi wa upinzani wanaona kwamba serikali ya umoja wa kitaifa ni ya jina tu, kwa sababu uzoefu ulioonyesha ni kwamba baada ya kuundwa, na kwa mujibu wa malalamiko ya ACT, hakukuwepo na kikao cha maridhiano, kusikilizana, kushauriana. Watu wote waliochaguliwa katika nguzo mbalimbali za uongozi wanasema wamekuwa ni upande mmoja. Lakini la pili kubwa zaidi ambalo limekuwa likilalamikiwa ni kwamba hata katika mambo ya ajira, katika kutoa nafasi, basi ACT imekuwa haishauriwi. Naam, asante Salim. Bila shaka nawe pia tutakuwa nawe muda si mrefu ujao. Turudi tena kwako Asbat Ngurumo. Tulimalizia kwako na swali kwamba kipi cha kuanzia kuyatibu yaliyopo sasa, na hili swala uliliuliza, lakini pia nataka nije kwako wewe pia kwa ushauri wako. Unadhani kwamba wapi taifa linaweza kuanza? Samia Suluhu Hassan ametangazwa 98%, uchaguzi umekwenda ulivyokwenda. Kwa tafsiri yote ambayo utautafsiri, bila shaka ushindi huu unaoitwa ushindi wa kishindo, ndani yake mna vishindo vingine ambavyo vinapaswa kutulizwa kabla nchi haijatulia. Lakini unadhani kwamba, kwa ushauri wako binafsi, Rais Samia afanye kitu gani sasa? Kwanza, sitaki Rais Samia afanye chochote, kwa sababu haya yote yanayotokea kwa sasa hivi, hayo maandamano unayoona mitaani, hizo zote unazoziona inampinga yeye. Kwa hiyo chochote atakachokifanya kisichofanana na matakwa ya wanaompinga itafanya moto uwake zaidi na taifa hili litaangamia. Kwa mimi nafikiri pa kuanzia kwa kweli ni pagumu, kwa sababu tunahitaji, kwa maoni yangu, tunahitaji vitu viwili. Uungwana kwanza. Uungwana. Watu hawa wasipokuwa waungwana, hawatakiri kwamba tuko katika hali ngumu, na hawataelewa
kwamba Watanzania wanataka nini, na hawataelewa kwa nini vijana wako mtaani, na kwa sababu hawataelewa wataendelea kuwa watu, na kwa sababu wataendelea kuwa watu hasira zitaongezeka na tutakwenda pabaya zaidi. Uungwana, wakikosa uungwana taifa hili linaangamia. Cha pili, baada ya kutambua haya yote, tunahitaji kitu ambacho wachambuzi wengine wanasema tunahitaji a reset button, yani tuanze upya. Mambo ya business as usual hayatatusaidia. Na umemsikia mzee wangu hapa Salim Salim, ACT wamejaribu kushiriki katika serikali ya mseto kwa muda mrefu. Kinachotokea mpaka sasa hivi kinaifanya serikali ya mseto isiwe na maana kwa Tanzania, kwa sababu ni hila, ni ulaghai. Kabla ya kipindi hiki kuanza, nilipata taarifa kutoka Dar es Salaam kwenye Tanzania kwamba hawa wanaoapishana sasa hivi wamekuwa katika mchakato wa kujibu hili swali wapi pa kuanzia. Na jana ni taarifa tu ambazo hazijathibitishwa, lakini tunapokea taarifa nyingi kwa sasa hivi kutoka huko, kwa tutazitumia tu. Jana Rais Samia aliyekuwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi akalazimika kwenda nchi jirani kukaa na baadhi ya viongozi wa nchi hiyo, akiwemo rais mstaafu wa Tanzania na kiongozi mmoja mstaafu wa nchi hiyo wana Uhuru Kenyatta na rais wa sasa Bwana Ruto. Wanatafuta mwafaka, na nikasikia kwamba wanataka kuifanya Nairobi kiwe ndo kituo cha mashauriano ya kuelekea tunatokaje hapa, kwa sababu Tanzania kumeshachafuka. Na likaja wazo kwamba katika mashauriano haya lazima aletwe Tundu Lissu kutoka Tanzania ili wafanye majadiliano haya. Taarifa nilizonazo ni kwamba Tundu Lissu kapewa taarifa hiyo na amegoma, hataki kutoka Tanzania, hawezi kwenda Nairobi. Na kinachofuata sasa hivi ni kwamba nadhani sasa hivi atakuwa amesharudi kwa sababu ya matangazo haya. Wanapanga kumwapisha Rais Samia kwa utaratibu usio wa kawaida ambao hatujawahi kuuzoea. Ataapia nje ya Dar es Salaam na nje ya Dodoma. Na nimesikia umetajwa mkoa wa Kagera kama anaweza kawa hata Bukoba, kwa sababu ni karibu na nchi nyingine ambazo ni rahisi kufanya mawasiliano. Sasa hivi vyote hivi ukitazama hivi vituko, mheshimiwa, yaani tunatafuta kuleta amani, kutuliza nchi kwa hila, haitatulia. Nimekuambia mwanzoni, mimi ni moderate katika mambo yangu, mimi sio radical, mimi sio extremist. Lakini vijana wamenifundisha jambo. Sisi wakati mwingine tunatazama kwa macho yetu ya mazoea tu. Na ndipo kitu ninachokiona watawala wanafanya. Hawaangalii vijana wa leo wanawaza nini kuhusu nchi yao ijayo, kwa miaka 100 ijayo. Hatutakuwepo sisi. Mimi nafikiri kuanzia kabisa katika hilo la uungwana, watoto hawa mitaani ambao wanatufuatilisha sote wasikilizwe. Wana madai yao ya msingi, yasipotimizwa moja baada ya jingine hawatoki mtaani hawa. Na unawatoaje mtaani sasa? Wataka kuwaua. Sasa hivi inasemekana wameshaua zaidi ya watu 700. Nataka muue watoto wangapi ili mjue kwamba sasa madaraka hayana thamani kuliko uhai wa binadamu? Kwa tusipokuwa na uungwana na tusipokubali kwamba hii miaka 64 tumefanya haya yametufikisha hapa, sasa tuko mahali ambapo sisi tuliokuwa kisiwa cha amani katika Afrika nzima tunatokomea, ndio tunaangamia. Yale yasiyotarajiwa ndiyo yanayofanyika sasa. Kama haya yanayofanyika leo hayatufunzi, hata sisi tuliokuwa tuyatarajii tutajifunza kwa nani? Naam. Ansbert, nakushukuru sana kabisa, na napenda style yako ya kumaliza uchango wako kwa swali, utajifunza kwa nani? Kama ulivyoanza pale, utaanza wapi? Umetaja swala la uungwana kama ni msingi mkuu kabisa wa kutatua mkwamo ambao inayekumba nchi. Dr. Bullen, nitakuja kwako wewe kuhusu swala hili, na kama utakwenda kuongezea kuhusu ushauri mwingine. Uungwana, miaka 60 ya Chama cha Mapinduzi kitanguliwa na wazazi wake 5 kwa upande wa Tanganyika au Tanzania bara ya sasa, na ASP kwa upande wa Zanzibar. Kimekuwepo madarakani kwa hakika. Miaka 60 yote hii imepita kwa ambapo tungeweza kusema amani na utulivu imekuwa ni kauli mbiu ya Chama cha Mapinduzi. Leo mwaka 2025, kwa mara ya mwanzo, uchaguzi wa 7 tangu mfumo wa mapinduzi umerejea, neno amani, neno utulivu limetikiswa katika kiwango ambacho hakikupaswa kutarajiwa. Kwani uungwana unatafsirika vipi ikiwa taifa limeishi miaka 60 bila yote ya kutokezea? Je, miaka yote 60 hii
haikuthibitisha kwamba watu wanaweza kuwa waungwana vya kutosha kuweza kujenga taifa ambalo haliwezi kuyumbishwa na kitu kidogo kama uchaguzi tu, swala kikaratasi cha kura kwenda kupitia kwenye sanduku ukaamua nani awe mshika ofisi ya umma. Uungwana ninao tamani ufanyike kwa sasa hivi, walio madarakani na wanaotamani kujibakiza madarakani wakubali kwamba uchaguzi huu haukufanyika. Hicho ni kitu cha kwanza cha kuonyesha uungwana. Mimi mwenyewe nimeanza majadiliano haya kwa kuonyesha uungwana huo. Nilipinga waliokuwa wanasema hautafanyika. Hatimaye nimeshindwa, nimeona haukufanyika. Ningependa na viongozi wakiri kwamba uchaguzi huu waliulazimisha, Watanzania wameukataa, haukufanyika. Sasa kama uchaguzi haukufanyika, manake hatuna serikali hapa inayopaswa kuundwa kutoka kwenye mazingira ya kulazimisha. Ukilazimisha lolote, hata maridhiano hayatawezekana. Ni bora wakubali, na ndio maana nikaongeza neno reset, tuanze upya. Iwepo serikali ya mpito inayoongozwa katika mchakato tutakao kubaliana baada ya waungwana kusema kweli tumekubali Watanzania, mnachotaka kusema ndicho tutakachofikia. Naam. Tutengeneze mpito wa kutoka hapa kuelekea kwenye muundo rasmi wa kidemokrasia ambao utakubaliwa na wengi, ili watu watulie, amani tunayotamani ipatikane, haki tunayoipigania iwe ndio inayotuongoza. Tuache kudanganyana, tutamwaga damu nyingi bila sababu na haitatubariki. Naam, asante Asbat Nkrumah. Ingawa swali hili kimsingi umeelekeza kwa Dr. Bulendo pale mwanzo, lakini vizuri kwamba umefanua mwenyewe kuhusu maana ya ungwana. Nilikwenda kusema pia kwa wasikilizaji wetu kwamba ulizungumzia kuhusu yanayosemwa kuhusu Rais Samia, hatua ambazo amechukua kuwasiliana na viongozi wa nchi nyingine kutaka kupata suluhu na vitu kama hivyo, lakini tunabakia kusema kwamba ni uvumi ambao umeutaja wewe binafsi, na sisi Deutsche Welle hatuwezi kuthibitisha katika hali kama hiyo. Dr. Bulendo ukiwa Dodoma. Dr. Bulendo. Naam. Nilitupa hili swala kutaka kupata uzoefu wako na namna ambavyo unaweza sasa kutumika ungwana. Asbad amesharifanua hapa, lakini je, unadhani kwako wewe, mwanzo umesema kusikilizwa kwamba ni njia nzuri zaidi ya kuweza kuyafanya haya, na kila mtu hapa amezungumzia kuhusu kusikilizwa kwa vijana ambao wamekuja na madai haya, lakini kuna nchi ambayo inataka kuongozwa baada ya hapo. Kuna vipaumbele ambavyo mgombea urais sasa hizi ndio rais mteule Samia Suluhu Hassan alivitaja kwamba ni vya kuiendeleza nchi baada ya kuingia madarakani kwa mara ya pili. Unadhani kwamba katika masuala ya ajira, masuala ya elimu, masuala ya afya na kadha wa kadha, unadhani kwamba vinaweza kutekelezeka kuanzia sasa? Na vinaweza kutekelezeka. Unajua Mohamed, mimi ninaamini kabisa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja kwa maana ya Zanzibar na Tanganyika, katika nchi ambayo Mwenyezi Mungu ameipa baraka kubwa, nadhani ni Tanzania, ina kila kitu ambacho mataifa mengine yalitamani. Na tumefika hapa mpaka watu wamefika mahala damu za watu zinamwagika, ni kwa sababu tumeshindwa kutumia rasilimali ambazo Mwenyezi Mungu ametubariki kwa usawa. Na kimekuwa ni kilio cha muda mrefu sana hiki nchini Tanzania, kwamba liko kundi dogo linatuhumiwa kwamba linafaidi keki ya nchi hii, huku kundi kubwa hususan hili la vijana likionekana limeachwa na katika kufaidi keki ya nchi hii. Na kundi hili kubwa ambalo limeachwa limekuwa limeyasema haya mambo wazi, haliyasemi kwa kificho. Limeyasema mabarabarani, limeyasema mitandaoni, limeyasema mbele ya viongozi. Lakini tatizo la nchi yetu mpaka hapa tumefika, tuna tatizo la kutokusikiliza sauti za watu walio wengi, na watu wachache kufikiri kwamba wao wana haki ya kufaidi keki ya nchi hii. Haya yaliyotokea hapa sio kitu ambacho naweza nikasema kwamba eti wa viongozi wote wanaweza wakasema kimekuja bila yani kimekuja bila wao kujua. Haya yaliyosemwa, yaliyotokea, yalizungumzwa wazi kwenye mitandao ya kijamii, wazi mitaani, walishaweka shinikizo mara kadhaa vijana hawa. Tatizo ni kwamba tuna tatizo la kupuuza sauti za walio wengi na kudhani wanaolalamika wanakosea. Hili ndio tatizo kubwa sana la nchi. Tunahitaji uungwana kama aliyosema Asbat Nkrumah, wa kuwasikiliza hata wale wasio na nafasi, wa kutokudhani kwamba wachache ndio wenye haki na hii nchi. Kila mtu asikilizwe, kila mtu asikilizwe, kila mtu anayoyasema yasichukuliwe kama ni sehemu ya kuchochea, bali sehemu ya kutafuta suluhu ya nchi hii ambayo Mwenyezi Mungu ameipa baraka kubwa ya watu wa uungwana. Naam, asante
tena Dr. Bulendu. Nitakuja Dar es Salaam, lakini kwanza naenda tena Zanzibar kwako Salim Said Salim. Ulizungumzia kwamba kinachokosekana au unachokigopia ni kwamba hakipo ni diplomasia kwa ajili ya kukwamua mkwamo ambao upo. Nilidhani kwamba unazungumzia pia kihistoria nukta nyingine kwamba huu ni uchaguzi wa mwanzo umefanyika tangu kumerejeshwa uchaguzi wa vyama vingi mwaka 1995 bila ya kiongozi mkuu wa upinzani, alama ya siasa za upinzani Zanzibar Maalim Seif Sharif Hamad marehemu hivi sasa. Na kwa hivyo kutokuwepo kwake ulikuwa unadhani kwamba ndicho kikwazo kikubwa sana cha kutopatikana kwa hiyo suluhu ambayo inatafutwa, au nilikuelewa vibaya? No, kwa kweli tofauti ni ndogo sana kati ya Maalim Seif na Omo. Maana Omo kwa kweli ni mwanafunzi hasa Othman Masoud nakusudia. Othman Masoud, wenyewe wanamuita Omo. Kwa kweli nikitaka kuchangia zaidi ni kusema kwamba inawezekana, lakini itawezekana tu kwanza pawepo kitu Waingereza wanaita goodwill, nia njema. Nia ni muhimu sana. Hata Waislamu tunasema kwamba huwezi kusali bila kutia nia. Sasa naona mimi katika masuala ya siasa Zanzibar nia njema haipo. Na tatizo jingine ambalo ndo baya zaidi ni kwamba panapotokea watu wanalipuka tu na mambo ambayo yanachochea uhasama, viongozi wakuu, kwa mfano kama hivi karibuni watu walianza kusema uchaguzi hautofanyika kwa amani, kwa fair, yani kwa huru, pale paliposikika kauli wakati wa kufunga kampeni ya mwisho. Mtu anafika hadi anasema mbele ya Rais Dr. Mwinyi na viongozi wanacheka wengine kwamba kwa CCM kuiba kura kama itabidi basi ni halali. Sasa ukianza kusema wizi wa kura ni halali, hata ukifanya masahara unazidisha mpasuko na kutokuaminiana. Lakini kubwa zaidi ninachosema mimi, Zanzibar haiwezi kuamuka kama hakuna nia njema. Na la pili, hata wakifanya maridhiano basi umma wajue maridhiano wenyewe ni vipengele gani, na kila baada ya muda wawe briefed. Je, hawa watu wamekutana, wamefanya nini, vikao vimeamua nini, umma upate taarifa. Kwa mfano kama sasa hivi kufungwa kwa mitandao ni hatari kubwa, sio kwa kimaisha. Kwa sababu gani? Imefika pahala imekuwa watu wanopenda rumor mongering, yani kuleta uvumi. Kila uvumi sasa hivi unaenea mjini Zanzibar. Kwa hivyo nafikiri kwanza kuwe na nia njema, umma ujulishwe, na lakini kubwa zaidi ni kwamba watu wanaoropoka maneno ya kuchongea, ya kuzuka mfasama. Kwa mfano, ulitegemea radio za serikali na za umma, ZBC na nini, hivi sasa ukifuatia unaona kabisa inatumia yale mambo ya Kiswahili ya kupiga vijembe, nyimbo ambazo kama kuambia wenzao kwamba tumewaweza nyie, mwenye kupewa kapewa, sijui maneno. Sasa vitu kama hivi vinazidisha mpasuko, hasa katika jamii yakiwa upande mmoja una hasira. Kwa sasa kwa kweli mpasuko ni mkubwa zaidi kuliko wakati wowote, lakini penye nia njema inawezekana. Kama alivyosema Ansbat, uwepo ungwana, watu wanayoyasema ndio wao wanayatenda, sio yanayotoka mdomoni hayapo moyoni. Naam, asante sana Salim ukiwa Zanzibar. Nimeambiwa na fundi mitambo kwa tumebakiwa na muda mchache sana, dakika moja kwa kila mmoja wetu hapa kutupa hitimisho lake baada ya yote haya. Na nitaanza kwako Lavet kutoka Katari ukiwa Dar es Salaam Tanzania. Baada ya yote haya ungwana utimizwe kwa mujibu wa wazungumzaji hapa, vijana wasikilizwe, diplomasia ifanye kazi na kadha ambao wamezungumzwa. Unadhani kwamba unapoiangalia miaka 5 hii inayoanza sasa mpaka 2030 unaiona Tanzania ina gani, Lovelet? Asante Mohamed. Kwa kweli kwa kutazama miaka 5 inayokuja ni fumbo zito, kwa sababu hizi nyakati zilizotokea miaka ya hivi karibuni kwenye siasa na uongozi hapa nchini Tanzania haijawahi kutokea kabla. Hatukuwahi kuzoea kwamba jirani yako amepotea, amekutwa kwenye kiroba, ameokotwa baharini. Hayakuwa maisha yetu ya Tanzania. Hayakuwa maisha ya kiongozi wa serikali amefariki mitaani, watu wakaserebuka wakafanya sherehe kwa kupotea kwa kiongozi. Kwa hiyo ni miaka 5 inayokuja kwa kweli
inahitaji uongozi thabiti wenye goodwill kama alivyotangulia kusema mchangiaji mwenzangu, wa kuunganisha taifa na kurudi kwenye misingi yetu sisi kama Watanzania tunaosifika kuwa watu waungwana, waadilifu, wasikivu. Basi viongozi wetu wasitusukume sana na kukera sana wananchi kiasi cha kwamba ile misingi na utu wa Watanzania ukatishwa, ukatikisika, ukageuka kuwa kitu ambacho hakijawahi kuonekana kama ambavyo imekuwa hizi siku 3 zilizopita. Kwa miaka 5 ijayo natumaini itakuwa na mwanga kuliko ambavyo imekuwa siku 3 zilizopita. Naam, asante sana Lovely Daktari. Asmat Kurumo, muda mrefu tumezungumzia kuhusu wajibu ambao uko katika upande wa watawala ambao wamechukua madaraka baada ya uchaguzi uliopita na matomotomo yake. Lakini vipi kuhusu upande wa upinzani ambao kama ambavyo tunajua kwamba ulitengwa kando sana na mfumo wenyewe wa uchaguzi mpaka matukio kama alivyo? Je, hauna jukumu lolote upande wake? Na kama nao ni lipi? Nafikiri kwa sasa hivi upande wa upinzani kwanza usisumbuliwe. Watoto wapo mitaani. Wanaondokaje mtaani? Ndio swali la msingi kabisa la kuzungumza. Lakini watu hawa wanaunga mkono ajenda ya upinzani. Ndio, sasa wasipoondoka mtaani, wapinzani unawatafuta nini wakati wapinzani wamenyamaza sasa hivi? Watoto ndio wapinzani wenyewe. Nani atawaondoa watoto mitaani kwa namna gani? Na madai makubwa ya watoto ni haki, hawapendi uongo. Huku kuapishana na matokeo yote haya ni matokeo ya uongo. Sasa mnazidi kuwakasirisha watoto mitaani kwamba wanachokipinga nyie mnaona kama hakina maana. Hawa watoto wanapinga vifo vya holela, utekaji na dhuluma. Hayo majibu hayajapatikana. Huwezi kuwapeleka mezani bila majibu haya, au bila kuonyesha tu kwamba basi sauti yao imesikika. Alafu unakwenda kukalia kiti ambacho wao hawataki kukalia. Unataka kutumia mifumo ambayo wao wameichoka. Ni kutafuta zogo lililopitiliza. Mimi nafikiri busara itumike. Nimesikia wanapanga rais akimaliza atangaze tume ya maridhiano ambayo itaongozwa na possibly Jaji Warioba, ambayo wanadai atatoa kauli ya namna hiyo, lakini wanamwamini. Hivi unafikiri rais akitoa hiyo kauli, watoto hawa na Watanzania hawa na wapinzani nao wazungumzia watamwamini? Tunahitaji credibility katika uongozi wa nchi. Na ndio maana jana nilitweet mahali fulani nikasema kuna namna mbili, ni kutumia watu ambao ni viongozi, wana ushawishi, wanaishi sasa hivi walau wanasikilizwa ili kuweza kutuliza vijana walio mtaani, lakini rais si mmoja wapo katika hao wanaosikilizwa. Naam, asante sana Asmat Kurumo. Nimeambiwa kwamba dakika yangu ni moja tu iliyobakia na mtu mzima dawa Salim Said Salim, na kuomba kwamba dakika moja tu peke yake. Zanzibar miaka 5 hii itakuwa hali gani? Ndio swali langu. Je, wapinzani hawana wajibu wote? Lakini kubwa zaidi ni kwamba kwanza ni vizuri kwa CCM kuelewa kwamba Zanzibar ni ya watu wa Zanzibar, si ya CCM wala ACT. Pili, kukubali kwamba kwa Zanzibar hata ukiwa na wagombea 30 uchaguzi hapa ni ACT na CCM. Hao wengine mtu anapata kura moja, hakuna hata mmoja aliyefika hata 0.5%, yani 0.05. Hawa ni washinikizaji tu. Kwa kweli kama unataka kusema ndio utaunda serikali ya umoja kitaifa, ni serikali bandia. Lakini kubwa zaidi ambalo ninaloliona mimi ambalo linahitajika kufanyika hivi sasa ni kukutana na kukubaliana kwa kweli kwamba ijengwe Zanzibar mpya na kukiri kwamba uchaguzi uliofanyika Zanzibar ni wa kushangaza na matokeo yake kama wanavyodai wapinzani ni yenye mashaka, kwa sababu idadi ya kura namna zilizopigwa, pia kura ya awali nayo ilikuwa na mashaka na kulalamikiwa. Kwa hivyo kwanza iwepo nia njema, pili watu wakubaliane, lakini la mwisho kwa Zanzibar polisi kama ndio kikatiba wenye dhamana ya usalama wa raia na mali zao waonekane ndio wanaongoza. Hapa Zanzibar kuna matatizo ya vijana wanaovaa winja. Salim Said Salim, mwandishi mkongwe wa habari nchini visiwani Zanzibar, na kushukuru sana kabisa. Asmat Kurumo ukiwa nchini Sweden, mwandishi na mchambuzi pia kutoka Tanzania ambaye anaishi sasa kwa mishoni. Tunakushukuru pia Bulendu, mwandishi wetu wa Dodoma, na Lovely Daktari, mchambuzi wa siasa ukiwa Dar es Salaam Tanzania. Mpenzi msikilizaji, yalikuwa ni maoni mbele ya meza duara kuhusu kipi kifuatie baada ya uchaguzi wa Tanzania.